السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Ndugu zangu katika imani, tuko katika khitam ya durus ambazo tunazitekeleza katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, na hii ni barnamiji ambayo shekhe alianzisha. Siku ya mwisho tunajumuika mashekhe mbalimbali kutoa nasaha kwa pamoja kwa kipindi hiki ambacho tumedumu na nyinyi kwa takriban mwezi mzima au siku 29. Na kwa leo kikao kimetangulia ikiwa ni tarehe 28. Kawaida ilikuwa tunatarajia tarehe 29, lakini kwa asbabu ambazo shekhe anajua mwenyewe kimetangulia kikao kama hiki. Ndugu zangu katika imani, ikiwa ni jalsa za kupeana nasaha, tumesikiza kwa shekhe aliyotangulia, Shekhe Yusuf, ndugu yangu hapa, kipenzi changu Sheikh Sharif. Ni kwa ni mengi yaliyozungumzwa katika Ramadhan, na si Masjid Rahma peke yake, pengine katika misikiti mengine pia unaweza kupata mihadhara mbalimbali. Kuna mihadhara ambayo mmesikiliza pengine kupitia mitandao ya kileo katika TV hizi za sasa, kupitia YouTube. Kwa ni durusu nyingi ambazo umechukua katika kipindi hiki kitukufu cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nasaha yangu ni kuwa yale yote ambayo tumeweza kujifunza katika masiku kama haya ni tuyafanyie kazi, na hiyo ndio faida kubwa ambayo sisi pia tunatarajia kutoka kwenu. Hatukutarajia malipo yote kutoka kwenu, lakini matarajio yetu ni kuwa yale yote ambayo mumeyasikiliza na kuyafanyia kazi, mnapoyafanyia kazi, basi tutawashukuru sana, kwa sababu huo ni mlango wa sadaqatun jaria, ambapo tumezungumza na nyinyi mmechukua na nyinyi mmefundisha na wengine. Kwa hapo itakuwa sisi tunapata ajiri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi katika nasaha yangu ningependa kuwakumbusha tu, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika maisha yake yote ameweza kufunga Ramadhani ngapi? 9. Baada ya saum kufaradhishiwa mwezi wa ngapi? Mwezi wa Shaabani, mwaka wa pili baada Mtume kuguria Madina. Alipogura Madina mwaka wa kwanza kulikuwa hakuna siyama, hakuna kufunga. Lakini mwaka wa pili ilipofika Shaabani akaambiwa Ramadhani inaokuja kufunga ni lazima. Hiyo pia imekuwa na maana kuwa huu mwezi wa Ramadhan ni miezi iko kama kawaida kabla hatujawekewa faradhi ya kufunga, kwa sababu inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahra. Ramadhani ilikuwa, lakini kufunga ni mwaka wangapi? Wa pili baada Mtume kugura. Kwa ikiwa ni mwaka wa pili, mimi nauliza swali, mpaka leo ni Ramadhani ngapi zishapita? Hii ambayo tunafunga ni Ramadhani ngapi? Naam, mashaallah, kumepita Ramadhani 1446, kwa sababu mwaka wa hijiria ni Mtume alipogura Madina, sio? Toa ule mwaka wa kwanza ambayo faradhi imekuwa bado, wa mwaka wa pili ndio imeanza, ni Ramadhani 1446. Mtume amefunga 9 katika hizo. Wewe umefunga ngapi? Unazijua? Ukumbuki tarehe mzazi wako alikwambia, mwanangu, nilikwambia anza kufunga ulipobalighi mwaka gani? Sheikh Islam, unakumbuka hapo kwa umri wako na Ramadhani ngapi? Tarehe walikuwa wakiandika wa zamani wazee, lakini sasa tarehe haziandikwi tena.
Ukitoa pangine zile za ubarobaro za ujana, pangine hazieleweki, ulipofika umri wa miaka 30 pangine unasema hapo kidogo na utulivu. Unakumbuka zako ni ngapi? Ramadhani 55. Sheikh Bazara nakumbuka zake ni 55. Alhamdulillah, amefunga nyingi hata kumshinda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini mazingatio katika funga hizi, alopata 50, alopata 40 pamoja na ya leo, anajijua kwamba Ramadhani ijayo yuko katika hiyo list ya kuongeza tena nyingine? Hatujijui. Kwa hivyo ikiwa hatujijui, tumejifunza nini katika Ramadhani iwe ndo zawadi ambayo tumeichukua, na baada ya Ramadhani hatubadiliki tena kwa sababu hatujui kama kuna Ramadhani nyingine. Tumeambiwa moja katika durusu za Ramadhani au malengo ya Allah kutuwekea ni tumche Allah, la'allakum tattaqun. Je, hii takwa ambayo nimejifunza ndani ya Ramadhani, baada ya Ramadhani nitaendelea nao hivyo hivyo, ama nitakuwa kidogo ni ule mlango wa kumkaribisha shetani? Kwa sababu shetani, hadithi ya Mtume nasema, anaposikia adhan Allahu akbar, Allahu akbar, yeye hukimbia sana akaenda mahali asisikie neno la nani? La Allah, utajwa wa Allah inatajwa, wenda mbali sana, anakasirika. Kisha Mtume anasema inapomalizika, wanadamu wanapoingia katika swala, hurudi shetani mzima akaanza kushawishi zile swala za wanadamu mpaka mwanadamu hajielewi, huku swali hii ni raka ya 4 ama ni raka ya 3, ujiuliza, hajitambui. Au pangine mahali pa suratul Fatiha utamwona ameshika tashahud mpaka amesema innaka hamidun majid, kisha la haula wala quwwata illa billah, mimi niko, anarudi mzima. Sasa ikiwa anarudi mzima, kesho mwezi ukitoka wanakuja vipi na wao? Maana wamefungwa. Takwa iko sawa, sio? Imepata nguvu kwa sababu hawapo wenye kutushawishi. Kesho mwezi ukitoka tu wamefunguliwa, wanakuja wazima. Je, utaizatiti takwa yako uliojifunza katika Ramadhani? Hayo ndio mazingatio ambayo tunatakiwa tuzingatie, kwa sababu ni durusa ambazo Allah ametupatia tufaidike nazo. Je, katika Ramadhani ile nafsi yako imetwahirika na mambo machafu, tabia mbaya? Kwa sababu ni moja katika Ramadhani ni tazkiyatun nafsi yako itakasike na machafu na tabia mbaya. Ndio Mtume anasema man lam yada' qawla zur wal amala bi falaysa lillahi haja fi an yatruka ta'amahu wa sharabahu, au kama qala alayhi salatu wassalam. Kwa tabia zile tumeziacha, uongo, kusengenya, watulivu, tumejipamba na tabia tawadhu, hilm, ustemilivu, unyenyekevu, subra ya hali ya juu, subra katika taa, subra katika njaa, na huku unavumilia. Yote tumejifunza katika Ramadhani, sio? Je, baada ya Ramadhani narudi tena katika hali ile sasa ya kuwa na tabia mbaya? Itakuwa tumekaa katika kipindi hiki cha Ramadhani na hasara kubwa sana. Ndipo pale Mtume sallallahu alaihi wasallam anaposema raghima anfu abdin dakhala alayhi Ramadhan falam yughfar la. Kwa hivyo itakuwa ni hasara kubwa ambayo tumeweza kupata katika kipindi kama hivi. Kwa ndugu zangu katika imani, nasaha yetu ni kuwa kuwafanyia kazi yale yote ambayo tumejifunza katika Ramadhani. Elimu mbalimbali umechukua, mauidha mbalimbali kwa topic tofauti nyingi, ni kuzifanyia kazi. Mkizifanyia kazi nasi tunashukuru, ije katika ule mlango wa sadaqatun jariya au ilmin yuntafa bihi, elimu ambayo imeingia katika vifua vyenu, mmeifanyia kazi. Na tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hizi siku zilizobakia, ikiwa ni 2 au ni 1, kama alivyosema shekhe hapa, kila wakati akija ukariri, innamal a'malu bil khawatim, amali zinazingatiwa mwisho wako ni vipi. Na hapo ndo mkumbuke ile hadithi ya Mtume, mwanadamu hutenda matendo ya watu wa motoni
mpaka kubakie baina yeye na kuingia motoni shubiri, sio? Kisha atende mazuri aingie pepo. Na mwingine naye hutenda mazuri mpaka kubakie sasa baina yeye na kuingia peponi dhiraa, aharibu aingie wapi? Ndio sisi sasa katika Ramadhani tumekuwa wazuri katika masiku yote, isiwe tunahitimisha darasa kesho ndio mwisho unasema sasa hii ya mwisho ndo anaharibu. Kama ni oda yako ya miraa ulikuwa hukuipiga, sasa waipiga, kwamba ni ya kuhuisha usiku wa Idi, oda unaipiga mchana kwa Mmeru. Kama ni chupa yako fulani ulikuwa ukiagizia, ni kesho waipiga oda, unaharibu katika dakika yako ya mwisho. Pengine wewe Lailatul Qadri ishapita na wewe ndio walioandikiwa watu wa kwanza watakufa kabla Idi, ujui. Lailatul Qadri ile budget ishariliziwa, sio? Wenye kufa, wenye kuzaliwa, wenye kuanguka kibiashara, wenye kufaulu, wewe hujijui. Wa inna lilghaibi satara la takhattahu aluyun, mambo ya ghaib hawezi mtu kuyajua na kuyaona. Kwa hivyo tutarajie kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ile hadithi ya Mtume, imanan wa ihtisaba, ile ihtisaba tutarajieni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azitakabali saumu zetu, amali zetu ziwe ni bora, na Allah tusubiri ile siku ambayo atanadi mwenye kunadi, aina saimun, wale wafungaji wako wapi? Tuinuke tuingie katika mlango wa Rayyan, mlango ambao umeandaliwa wenye kufunga. Kwa kubwa zaidi tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie ni miongoni mwa wale ambao wataikuta tena Ramadhani nyingine, kwa sababu hiyo ni neema kupata tena Ramadhani nyingine. Mwenyezi Mungu atutakabalie amali zetu, saumu zetu, tilawa zetu za Qur'ani ambazo tumesoma, sadaqati mbalimbali ambazo tumetanguliza, waliosimama katika qiyam al-layl, i'tikaf, amali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zote tutakabalie, kwa sababu hatujui malipo yenyewe ni yapi. Kwa hivyo ikiwa hatujui malipo yenyewe ni yapi, tuombe rahma zake Allah Subhanahu wa Ta'ala atulipe yale aliyosema, kama alivyosema Mtume, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Hadha, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.